Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Onyo la Tehran kwa Brussels linafichua mpasuko unaozidi kukua ndani ya Umoja wa Ulaya EU. EU inakabiliwa na mtanziko ambao unaweza kufafanua jukumu lake katika mzozo unaozidi kupamba moto wa Iran. Kuunga mkono kampeni ya kijeshi ya Washington kunaweza kuimarisha umoja wa kuvuka Atlantiki, lakini pia kunahatarisha kuliingiza bara hilo katika mzozo ambao unaweza kusababisha athari mbaya za kiuchumi, hasa upande wa nishati kwa umoja huo. Tehran imeweka wazi hatari hii. Majid Tahtiravanchi, naibu waziri wa wizara ya mambo ya kigeni wa Iran, hivi karibuni alisema kwamba Ulaya inaweza kuwa shabaha halali ya kijeshi ikiwa itazisaidia Marekani na Israel katika uvamizi wao dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika mahojiano na France 24 alisisitiza kwamba msaada wowote wa vifaa au kijeshi kwa mataifa ya Ulaya yatatoa kwa operesheni za Marekani utapelekea Tehran kuwaona kama washiriki katika mzozo huo pamoja na matokeo yote yanayohusiana. Kimsingi, Tehran inaziashiria nchi za Ulaya kwamba iwapo zitachagua kuunga mkono Washington na Yerusalemu Magharibi, zisitarajie matibabu yoyote maalum ya kidiplomasia. Iran imeweka wazi, wale wanaomsaidia mchokozi wanakuwa sehemu ya uchokozi. Hii itatukumba sote. Mwangwi wa vita vya Mashariki ya Kati utafika hadi huko. Mshikamano wa NATO na kusita kwa Uropa. Maoni ya Tehran yalikuja baada ya matamshi yaliyotolewa na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte siku chache tu baada ya kuanza kwa operesheni ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran. Rutte alitangaza kwamba Ulaya inaunga mkono kikamilifu vitendo vya Marekani na kuitaja Iran kuwa tisho kwa Ulaya, Israel na nchi jirani. Hata hivyo, ameongeza kuwa NATO haina mpango wa kushiriki katika operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Hili linasisitiza jambo nyeti. Rutte kimsingi alizungumza kwa niaba ya Ulaya na NATO licha kutokubaliana ndani kwa ndani katika kambi hiyo. Kambi hiyo imekuwa ikiyumba na haina msimamo mmoja kutokana na vita vinavyoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Baadhi ya nchi zimepinga kuvamiwa kwa Iran, lakini pia mipango inayoendelea ya Marekani na Israel, hasa kuuliwa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mataifa kama vile Uingereza ilikataa kutumiwa kwa maeneo yake ya kijeshi kwa ajili ya Marekani kufanya operesheni zake, lakini pia mataifa kwa mfano Hispania yalikataa kata, jambo ambalo limeifanya Marekani kuiwekea vikwazo nchi hiyo vya kibiashara. Norway, wakati ikiwa mwanachama wa NATO, imejitenga na sera za Washington. Oslo imeeleza waziwazi kutoidhinisha uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuishambulia Iran, akitaja mashambulizi dhidi ya nchi hiyo kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Maneno kama haya ni makali sana kwa mshirika ndani ya NATO. Hisia kama hizo zimeibuka kutoka Uhispania. Waziri wa mambo ya nje wa Uhispania Jose Manuel Alvarez alisisitiza kwamba kambi za kijeshi za Uhispania hazitotumika kwa operesheni za Marekani na Israel dhidi ya Iran, akiashiria hamu ya Madrid ya kuzuia kuingizwa katika mzozo huo. Jibu la Washington lilikuwa la haraka sana na kali. Trump alisema kwamba ikiwa Marekani haiwezi kutumia vituo vya Uhispania kwa operesheni dhidi ya Iran, inaweza kufikiria upya makubaliano ya kibiashara na Uhispania na kuiwekea vikwazo. Hali imezidi kuongezeka zaidi wakati katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Leavitt alipodai kuwa Uhispania ilikubali kusaidia Amerika. Serikali ya Uhispania ilipinga haraka dai hili na kufafanua kwamba hakuna makubaliano kama hayo yaliyofikiwa. Kwa hivyo Madrid ilishutumu hadharani utawala wa Amerika kwa kutokuwa mwaminifu, ambayo bila shaka ilileta pigo jingine kwa sifa ya Washington huko Uropa. Misimamo ya Ufaransa na Uingereza inabakia kuwa na utata. Kwa upande mmoja, nchi hizi zina utamaduni wa muda mrefu wa kuonyesha mshikamano na Marekani. Kwa upande mwingine, wote wawili wanatambua wazi kwamba mzozo unaizunguka Iran unaweza kusababisha athari kubwa za kisiasa na kiuchumi kwa Ulaya. Matokeo yake ni kuyumba kwa uchumi wa nchi za Ulaya, jambo ambalo limeonekana katika vita nchini Ukraine, na ni jambo ambalo wakati huu wanaona hakuna namna ya kulifuata tena kama ilivyokuwa katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine, ambavyo vimesababisha hali ya uchumi wa nchi za Ulaya kuyumba kwa namna moja ama nyingine. Hata hivyo, vita hivi vinavyoendelea huko katika Mashariki ya Kati vinaifanya Uropa kugawanyika. Tukirudi nyuma, kufuatia maoni ya von der Leyen yalionyesha shida ya wazi ndani ya EU, ukosefu wa makubaliano juu ya suala la Iran.
Ajabu ya hali hiyo ni kwamba uaminifu wa kimaonyesho wa wanasiasa wa Ulaya unaonekana kwa kiasi kikubwa kulenga kudhihirisha umoja wa kisiasa na Donald Trump. Walakini Trump amerudia mara kwa mara kudharau washirika wa Uropa, akiwachukulia kama washirika wa chini. Bado baadhi ya makundi ya wasomi wa Ulaya yanaonekana kuwa na matumaini kwamba kuunga mkono Marekani juu ya suala hili kutaimarisha msimamo wao na Washington. Kuongezeka kwa wasiwasi wa nishati barani Ulaya sio kama baadhi ya mataifa ya Ulaya yamekuja ghafla kuunga mkono Iran. Badala yake inaonyesha wasiwasi zaidi wa kisayansi. Serikali za Ulaya zinafahamu vyema kwamba ongezeko kubwa karibu na Iran linaweza kuwa ghali sana kwa Ulaya kisiasa na kiuchumi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.